Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Nilifafanua kidogo kiasi tukio mfano la shambulizi lililotajwa kama lilikuwa tishio la kuuawa kwa Rais Donald Trump pale kwenye hoteli ya Hilton Marekani. Nililizungumza kidogo kupitia YouTube, lakini nafahamu si wote ambao huwa mnapita YouTube kule, ndio maana inabidi story tuzigawe, nyingine zije huku na huku. Kuna wengine wanatembelea YouTube tu huko hawapajui, ambao ni wengi zaidi. Lakini huku pia ni sehemu ambayo huwa tunazungumza sana haya mambo kwa sababu yapo. Hii story iliibuka Jumamosi usiku. Lakini kulikuwa kuna story ambayo ya Donald Trump kukatisha safari ya maafisa wake. Nadhani nilielezea pia kiasi kwa sababu mpaka nafunga mazungumzo ya Jumamosi ilikuwa bado tamko la Donald Trump lilikuwa halijatoka la kuwaambia maafisa wake hawawezi kusafiri, katika kile ambacho alitoa sababu zake. Mbali hawajatupa ofa nzuri, hatuna wa kuzungumza naye, wamesambaratika sana, hata wenyewe hawajitambui, tunazo karata zote, wakitaka watatupigia simu. Kwa hiyo zimekuja hadithi na simulizi nyingi. Lakini kukaamka na jengine ambalo kuna taarifa mbili zimeandikwa. Unajua lile la Donald Trump kuhusu mashambulizi limeshazungumzwa na wachambuzi wengi sana. Mmeshalizungumza kwa nafasi yake. Kwangu mimi naweza nikabaki nikakwambia tu jambo moja ambalo ndio sahihi, au naweza kukwambia siwezi kusema ni sahihi 100% kuwa. Jambo moja ambalo naweza nikakukumbusha kuwa Donald Trump kabla hajaingia kwenye siasa alikuwa ni mcheza filamu. Alikuwa ni mcheza filamu wa Hollywood. Kwa hiyo kuna filamu nyingi za Hollywood ambazo Donald Trump amezicheza. Kwa hiyo akili yako mwenyewe itajiongeza kuwa lile tukio limetokana na nini. Yaani tukio kama lile linatoka wapi kwenda wapi. Kwa sababu unajua wale ambao kidogo wamekuwa zamani kidogo, mtakumbuka kuwa marehemu Yasser Arafat alikuwa kiongozi wa PLO wa Palestina. Anaweza kusema rais wa kwanza wa Palestina. Marehemu Yasser Arafat, yeye alikuwa ni mmoja wa viongozi ambao wana historia kubwa ya kupata ajali za ndege. Yaani historia ya kupata ajali za ndege mara kwa mara alikuwa ni Yasser Arafat. Lakini alikuwa anadondoka, anapata, yani ana historia ya kupata ajali za ndege mara kadhaa. Hiyo hivyo. Sasa Donald Trump huenda akawa anaingia kwenye listi ya marais ambao wamenusurika mno na mauaji. Sasa huenda akaingia kwenye renki zile ambazo wamekuwa nazo labda wapigania uhuru, kama pale Hamas. Ulikuwa ukienda pale Hamas, viongozi wengi walikuwepo, kina Yahya Sinwar ambao mara kadhaa walihusishwa kwenye mashambulizi, wamenusurika mashambulizi mengi yale ambayo unajua lakini sasa haya Donald Trump bado yanashindwa kwenda kuakisi kwenye uhalisia, kwa sababu hata ndani ya Marekani ni mjadala huo tu kuwa ukweli gani unaotembea kwenye hili swala la uhakiki na uhalisia wa matukio ya Donald Trump. Yani nimetumia siku nzima mfano ya jana kufuatilia vyombo vya ndani vya Marekani na maoni ya kawaida ya watu wa Marekani kuhusu tukio hilo. Ukweli kuwa inawezekana labda tunaona kuna ukosoaji mkubwa sana wa Donald Trump nje na watu wanavyomzungumza. Ukweli kuwa ndani ya Marekani kuna shida kubwa na ukosoaji uliopo ndani ya Marekani ni mkubwa zaidi kuliko nje. Ndio maana huenda kichwa cha Donald Trump kinaumia sana hivi sasa kutaka kujaribu kurekebisha siasa za ndani za Marekani, kwa sababu hali ya siasa ya ndani ya Marekani kwa upande wa upepo unavyovuma kwa Donald Trump sio njema kabisa. Inawezekana Donald Trump na rafiki yake wako kwenye siasa ngumu kabisa hivi sasa. Netanyahu wiki hii nadhani mmeona na wenyewe kuwa yuko kwenye siasa ngumu sana baada ya kutangazwa kwa muungano wa Yair Lapid na Naftali Bennett ambao ndio waliomuondoa Netanyahu kwenye utawala wa miaka 12 wa waziri mkuu wa Israeli mwaka 2021. Waliunda serikali ambayo ilidumu kwa mwaka mmoja na nusu, miezi 18. Wao ndio walifanikiwa kumuondoa Netanyahu kwenye hiyo nafasi. Sasa tayari wametangaza muungano wa pamoja. Kwa hiyo naweza nikasema Donald Trump na Netanyahu
kisiasa, local politics, yani naweza kusema siasa zao za ndani zimewakalia vibaya sana. Kwa hiyo kila mmoja anajaribu kututengenezea some narrative, hadithi, simulizi ambao inaweza kutaka kujaribu kubalance mchezo, labda uwanja uonekane kama huko, au kutafuta huruma fulani, au kuwaondoa watu kwenye reli fulani, kwa sababu tamko la Donald Trump la kuwazuia maafisa wake kuwa hawatokwenda tayari lilishawapanikisha wa Marekani, wakajua kabisa sasa tuko na rais ni muongo tu. Hakuna anachokiongea, kila kitu ni uongo na hadithi ni za uongo. Kwa hiyo ghafla haraka lile liliondolewa. Yani ile story unajua iliondolewa haraka na tukio la Hilton. Ile iliondolewa haraka na tukio lililotokea Hilton, la tishio la kuuawa kwake. Haraka limeiondoa ile hadithi na simulizi ikapotea. Sasa hii ni katika upande wa Donald Trump. Sasa kuna mambo yanaendelea, nadhani ndio tutayajadili hapa. Kabla sijaja kuelezea sasa tishio jingine ambalo linamkabili Netanyahu, nitaendelea kueleza kuwa yale yanayoendelea na yale yaliyoandikwa na vyombo vya habari kadhaa hivi leo. Kuna taarifa imeandikwa na vyombo vya habari mfano vya magharibi. Hii taarifa ilianza kuandikwa jana kwenye Axios News, ambayo ikaenda ikadai kuwa ilikuwa imenukuu taarifa kutoka The New York Times, ambayo inadai kuwa Irani ilivyokwenda kuonana na Pakistani ilipeleka proposal yake kwa Marekani na ikataka mlango wa Hormuz kufungua. Yani wakasema kuwa wanakubali kufungua Hormuz, Marekani aondoe blockade. Yani wanampa offer Marekani ya kuwa tutafungua Hormuz na blockade iondolewe, vitu virudi kama kawaida, lakini bila kukusanya masuala ya nyuklia na makombora na kila kitu yasijadiliwe, yawepo huko. Sasa hiyo ni taarifa ambayo inaonekana upande wa pili, ambapo kuwa inaonekana kama vile inawezekana wapi labda Marekani atakuwa ameikubali au Marekani hajakubali ilo ombi la Irani, kwa jinsi ukisoma hiyo taarifa inavyosoma. Yani kama Marekani amekataa hiyo taarifa, jinsi vyombo vya habari vya magharibi vilivyoandika. Lakini kuna taarifa ambayo imeandikwa sasa na vyombo tofauti ambavyo huenda vinaelekea upande wa pili wa Irani, ambavyo vinasema talk will resume if US accept three phases framework Iran put forwards. Yani mazungumzo yataendelea kama Marekani itakubaliana na three phases. Yani watasimamisha mapigano, lakini through three phases, yani kuwe kuna usitishaji au kuwe kuna maendeleo ya three phases. Unajua three phases yani inakuwa ni kama, mnakumbuka usitishaji ule wa Gaza ulikuwa na three phases. Phase ya kwanza tunasimamisha hapa mpaka hapa, halafu ikiisha muda huo tunaingia kwenye phase ya pili, tunasimamisha hapa mpaka hapa, tunaingia kwenye phase ya tatu, tunasimamisha hapa mpaka hapa. Sasa hii taarifa ndio jinsi inavyo onekana kuwa Irani wamependekeza hii taarifa kwa mujibu wa vyombo, japokuwa it's not official, lakini hii taarifa inasema hivyo. Inasema hivi hii taarifa, hebu nimeisoma kwenye jarida gani, nadhani niliisoma kwenye jarida fulani hivi. Inasema hivi: Irani imewafahamisha wapatanishi kuhusu mfumo uliopendekezwa wa awamu tatu wa mazungumzo, na inasema mazungumzo yanaweza kuanza tena ikiwa Marekani itakubali mpango huo. Na hii taarifa imeandikwa na mwandishi wa jarida la Al-Maidan kutoka Teherani akiripoti. Pendekezo hilo, kama ilivyoelezwa na mwandishi, linaelezea awamu ya awali ambayo italenga kukomesha uchokozi wa Marekani na Israeli na kupata dhamana kwamba mapigano hayatorudi tena dhidi ya Irani na Lebanon. Katika hatua hii Irani haitajadili masuala mengine yeyote. Umeelewa? Yani kuwa Irani inasema kama mnataka usitishaji, kwa mujibu wa hii taarifa, it's not kuwa ni official. This is not official news kutoka labda kwenye serikali ya Iran wala na kupasha taarifa ambapo imetoka kwenye ni katika taarifa ambazo zinaandikwa, zile nimekusomea na hizi zimeandikwa. Yani wanasema kuwa kwanza awali inasema, taarifa hiyo inasema wanalenga kukomesha uchokozi, yani kusimamisha vita kamili kati ya Marekani na Israeli, na Irani aweze kupata dhamana, yani Irani aweze kupata dhamana kwamba
haya mapigano hayawezi kurejea tena, yani hawatoshambuliwa tena, hayatarudi tena dhidi ya Irani na Lebanon. Mnakumbuka sasa ile hadithi ambayo niliwaambia kuwa kwa nini Lebanoni iliondolewa kwenye mazungumzo? Mnakumbuka niliwaambia Lebanoni inaondolewa kusudi kwa sababu Israeli kuondoka Lebanoni ni kupoteza. Lengo la Lebanoni ni lengo lile lile la Syria. Huu ni mpango ambao ikiwa Donald Trump anaweza kuingia makubaliano ya kusema kuwa hili tulikubali la kusitisha vita kati ya Irani na 100% tusitishe vita ndani ya Lebanoni. Ukirudi upande wa Lebanoni, mwisho yote itakwambia ili uchokozi usipatikane, Israeli aondoke kwenye ardhi ya Lebanoni. Ili uchokozi usipatikane. Sasa lengo lao linaweza kwenda pembeni, na hapa ndio watamgeuka Trump. Ikibidi hapa watamgeuka, kwa sababu hili hawawezi kukubaliana nalo wao, kwa sababu malengo yao yamekuwa yako wazi sana. Hili swala la Lebanon nadhani wiki jana nilielezea, hata mazungumzo yaliyokuwa yakiendelea kule Marekani nikawaambia kuwa angalieni maigizo feki hivi vitu, kwa sababu hivi vitu feki wake ni mwepesi tu kujua. Angalia wanachokisuluhisha na kile kimeendelea. Jana watu 14 wameuawa kule Lebanoni. Askari mmoja wa Israeli ameuawa. Mapigano makali yametokea. Israeli imeintercept vya kutosha makombora kutoka Lebanoni. Israeli imefanya mashambulizi mengi tu upande wa Lebanoni. So huwezi kusema kama hapa kuna ceasefire. Hakuna ceasefire yoyote, kwa sababu hata walioitwa kwenye mazungumzo hayo ya ceasefire sio wahusika. Walioenda ni watu wengine, na hao wanaopigana ni watu wengine. Ndio maana unaona kuwa huko hakuna mzozo, still huko vile vile. Ilikuwa tu ni lugha ya kisiasa ya kujaribu kupoza upepo na watu waone kama kuna mambo fulani yanaendelea, lakini kiuhalisia hakuna mambo yote ambayo yalikuwa yanaendelea ya maana kuhusu Lebanoni. Sasa ndio hicho wanachosema kuwa lazima usitishaji uje kamili na isitokee uchokozi wowote kati ya Irani na Lebanon. Lebanon ni ishara ya Israeli kuondoka. Ndio maana wanakuambia hili swala la Lebanon tutalisuluhisha wenyewe, hatutaki kulisuluhisha pamoja. Nadhani sasa mmenielewa vizuri kwa nini niliwaambia ile. Sasa hiyo ndio inasema hivyo. Swala la kwanza, mpango huo unatazamia uratibu wa Omani. Ikiwa makubaliano yatafikiwa kwa awamu ya kwanza, yani wataweka muda maalumu ambao itakuwa na usitishaji wa awamu ya kwanza, ni muda maalumu. Wanaweza kusema kuwa tutakuwa na usitishaji wa awamu 3 ndani ya miezi 6. Awamu ya kwanza itachukua miezi 2, au unaweza kusema awamu 3 za miezi 3. Awamu ya kwanza itachukua mwezi 1. Kwa hiyo nini kinachotokea ni kuangalia matokeo ya mwezi wa kwanza. Katika ule mwezi wa kwanza mnaendelea kutazama matokeo yale ya mwezi wa kwanza. Je, matokeo yamebaki vipi? Je, hakuna uchokozi? Je, hamjashambuliana? Kwa mkishaona kile sasa tumekitimiza hiki cha awamu ya kwanza, ndio mnakwenda kwenye awamu ya pili. Awamu ya pili inasema nini? Ikiwa makubaliano yatafikiwa katika awamu ya kwanza, majadiliano yatahamia katika hatua ya pili itakayozingatia usimamizi wa mlango wa Hormuz. Yani ajenda ya pili itayokuwa sasa baada yale ya kwanza, ajenda ya pili itakuwa ni kujadili usimamizi wa mfereji wa Hormuz. Mpango huo unatazamia uratibu wa Omani ili kuanzisha mfumo mpya wa kisheria unaosimamia njia ya maji ya kimkakati. Yani ukisoma hili andiko unaona kuwa Irani hawajabadilika chochote, kwa sababu Western na Israeli, Amerika wote hawataki udhibiti wa mlango ubaki kwa Irani, lakini sasa kinawashinda kuwa wanaweza kuutoaje udhibiti, kupeleka upande wa pili, yani utoke kwa Irani urudi upande wa pili. Sasa na Irani katika kila anachokizungumza anaonekana kuwa anaweza kuachia vingi, lakini ni vigumu sasa kuiachia Hormuz. Yani utaratibu wa Hormuz hauwezi kubadilika, kwa sababu moja ya mistake kubwa ambayo Irani wanaweza kuja kuifanya katika maisha yao yote kama watakubali kuiachia Hormuz, kwa sababu mtu akishang'atwa na nyoka, hata jani likimgusa anaruka. Mara kadhaa nimewapa mfano, niliwahi kuambia kuwa mnakumbuka kile kilitokea 2011 kwenye kile ambacho kilifahamika kama Arab Spring, chemchemi ya mabadiliko ya nchi za Kiarabu. Kama mnakumbuka ile chemchemi ilivyokuwa, machafuko yaliyotokea kwenye nchi nyingi, yalianzia Tunisia, yakaenda Misri, yakamuondoa Hosni Mubaraka, yalimuondoa Tunisia Ben Ali, yakaathiri nchi nyingi za Kiarabu. Kama mnakumbuka mabadiliko ya chemchemi ya mabadiliko, kipindi Misri ilivyokwenda kudondoka ya Hosni Mubaraka haikuwahi kutegemewa, kwa sababu Mubaraka alikuwa dikteta na alikuwa amewakazia kweli kweli wa Misri. Kwa hiyo alikuwa amewadhibiti hasa wa Misri. Kwa hiyo ilikuwa vigumu
kwa watawala wakati huo kuhisi kama kunaweza kutokea tishio lolote. Ndio maana unaona kuwa hata wa Misri walivyokuwa wakifanya maandamano, bado jeshi liliwadharau, kuona kuwa hawana lolote. Likawadharau kabisa, likaona hamna lolote. Hata walivyokusanyika pale Al-Qahira, Tahrir Square, bado walidharauliwa. Na kwa dharau kubwa, Hosni Mubarak akaamrisha askari wa farasi, nendeni mkawatandike bakora pale. Nakumbuka walikwenda kutandikwa pale watu bakora. Yani unakwenda kwenye halaiki ya watu wenye hasira, wamejikusanya maelfu kwa maelfu Tahrir Square, unakuja na farasi wako, halafu una askari tu ambao hao askari yetu wamebeba zile mijeredi ile watandike ile kama vile filamu za Nafikiri askari wote walipata walichokipata wakati huo, na hasira ikapanda zaidi kwenda kwa upande wa pili. Nini kilitokea? Mubarak aliondolewa kwenye madaraka. Sasa unapong'atwa, nini kinatokea? Walijaribu wakampindua Mubarak, jeshi likasema liko na raia. Kikatokea nini? Wakasema tunaenda kwenye utaratibu mpya wa kiraia. Muslim Brotherhood wakajitokeza, waliokuwa wanaunga Muslim Brotherhood wakajitokeza, watu wakafuatiliwa, wakajulikana vizuri kabisa. Kikatokea Hosni Mubarak akachaguliwa, akaondolewa madarakani, akachaguliwa marehemu Mohamed Morsi. Morsi kukaa, akamchagua waziri wa ulinzi huyu Al-Sisi, na akawa mkuu wa majeshi. Al-Sisi akampindua Morsi. Toka alivyopinduliwa Morsi, jeshi la Misri, kwa sababu tayari lilishang'atwa na nyoka, likajua jinsi ya kukabiliana na waandamanaji. Leo hii nenda Misri, mbinyo uliopo wa Mubarak ulikuwa robo. Hivi sasa hauwezi kukuta hata watu watatu hata wanajadili hata siasa. Yani ni marufuku kujadili hata siasa. Wanaishi kwenye nchi wanaojua wenyewe. Yani wameminywa kweli kwa sasa. Huku ni kung'atwa na nyoka, huwezi kurudi kwenye njia, huwezi kung'atwa mara mbili. Yani kama unatembea na mtu akatumbukia kwenye shimo, halafu ukafuata na wewe ukatumbukia, basi wewe wa nyuma ndio mjinga zaidi, kwa sababu wewe ulimuona ametumbukia. So hii ndio ambayo inaakisi kwenye maisha ya kawaida. Sasa Irani pale tu watakapokuja kufanya mistake, yao ya kuiachia Hormuz, haitorudi tena kwao, kwa sababu tayari Western na ulimwengu utakuwa umeng'atwa, na tayari wataanzisha utaratibu mgumu sana, na tayari wataenda kuifungamanisha, na sheria nyingi zitarudishwa UN zibadilishwe. Itakuja ibadili sheria kuwa hakuna umiliki wowote, na huenda sheria za kimataifa zikafanywa marekebisho hata baharini, kuwa sio tena kilomita 22, inaweza kuwa nchi mwisho kilomita 5 kumiliki, ili wapate uhalali wa kusema kuwa hapa sio maji ya kimataifa kuja hapa. Kwa hiyo anachopaswa kushikilia Irani, hata ikibidi aachie makombora, basi anapaswa kuishikilia Hormuz. Anapaswa. Kuna mtu mmoja aliniambia, unasema kila siku kama Hormuz ni zaidi ya nyuklia. Kiaje ikiwa yatashambuliwa kwa nyuklia itakuwaje? Hormuz ni zaidi ya nyuklia, kwa sababu nyuklia huathiri eneo na watu wa eneo fulani, lakini Hormuz, madhara ya Hormuz ni zaidi ya nyuklia, kwa sababu yanaathiri dunia nzima. Yani huku tunanunua leo mafuta bei hii ni kwa sababu ya Hormuz, ni kwa sababu ya Irani kaishikilia Hormuz. Maanake hii ni zaidi ya nyuklia ambayo unaweza kuhisi kuwa labda kombora la nyuklia labda limepigwa limeua watu, hata kama likiua watu 100,000, athari yake iko pale pale. Yani athari inagusa labda kilomita kadhaa kwenda pale, hata ziwe 200, 300 ngapi. Lakini leo athari ya Hormuz inagusa kila pembe ya dunia. Yani ni dunia nzima imeguswa na athari ya Hormuz. Kwa hiyo huyu athari yake ni kubwa sana, si ndogo. Kwa hiyo huyu anashikilia zaidi ya nyuklia, kwa sababu kumgusa, yani unajua, hata kama utawala wa Irani kama ungeweza kuondolewa, yani hata kama utawala wa Irani ungeondolewa, kukabaki tu na makundi ya waasi. Irani ni nchi kubwa sana. Hao waliokuwa watawala labda wangekimbia wakaenda pembeni, lakini wakawa na silaha, wameshika silaha zao wakakaa pembeni, wakaanzisha tu uasi ule wa ndani, nchi isingetawalika kabisa, na Hormuz isingepitika hata kama utawala ungeanguka, kwa sababu wangekuwa na kazi moja tu, hakuna meli kupita. Sasa meli yoyote inakuwa target. Yani sio tena kuwa labda kuna mapatano tutakuruhusu wewe upite. Wanakuwa no, meli yoyote inakuwa target. Sasa hapo ndio kuna vurugika zaidi. Hakuna makampuni ya bima yataweka fedha yao kwa ajili ya kudhamini meli zipite hapo, na hakuna meli zitathubutu kujaribu kucross pale, kwa sababu hatari itakuwa ni kubwa zaidi kuliko hata hivi sasa. Kuwa sasa hivi kuna watu ambao wanaweza kusema tunazungumza nao na wanaweza wakaruhusu vitu vya dharura vikapita na mambo yakaenda, kuliko ikiwa hivyo. Sasa hilo ni jambo la pili wanalozungumza, kuwa
Mpango huo wanasema kuwa katika hatua ya pili inayozingatia usimamizi wa mlango wa Hormuz, mpango huo unatazamia uratibu wa Omani ili kuanzisha mfumo mpya wa kisheria unaosimamia njia ya maji ya kimkakati. Awamu ya 3 itakuwa hivi: itakuwa kushughulikia mpango wa nyuklia wa Irani ambao Teherani ingejiandaa kujadili tu baada ya makubaliano kufikiwa katika awamu 2 za kwanza, kulingana na ripoti hiyo. Hili linatokea huku waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi akiondoka kwenda Moscow akiongoza ujumbe wa kidiplomasia. Yaani ukisikiliza hizi ajenda 3 jinsi zilivyopangwa, inawezekana kweli zikawa ni ajenda za serikali ya Lebanoni, kwa sababu kuna kitu kinaakisi kile ambacho huwa wanakizungumza. Mara kadhaa wao huzungumza kuhusu ukosefu wa uaminifu. Yaani tunawezaje kuzungumza na hawa watu ambao hawaaminiki? Kwa sababu hawa watu wana tabia ya kugeuka. Yaani tukizungumza nao leo hivi, kesho kutwa wanageuka hivi. Kwa hiyo tunawezaje kukabiliana na watu waongo? Watu waongo unawadhibiti kwa kuwafunga kwenye vitu tofauti. Sasa unawafunga kwenye vitu tofauti vipi? Unamfunga kwenye makubaliano ya kwanza, alafu unatazama uaminifu wake. Makubaliano ya kwanza, kutakuwa na usitishaji, hamna uchokozi, hamna lolote talokuwa, tutaangalia mpaka hapo. Sasa mnapima kuwa nani amevunja makubaliano. Mnakwenda wametimiza hili. Sasa kama kunaleta kama uaminifu fulani, mnakwenda kwenye ajenda ya pili. Ajenda ya pili, Hormuz. Tunakwenda Hormuz, tunaweka utaratibu kuwa utaratibu utakuwa hivi na hivi, tutaratibu hivi na hivi, afu tunaangalia kuwa je, hii imekubalika, it's okay. Haya, tunakwenda kwenye ajenda ya 3. Haya, tunajadili kuhusu makombora, nyuklia itakuwaje. Yaani muda unakuwa unakupa majibu kuwa hao wako na dhamira, wako na nia, wako na chochote. Yaani ile kila kitu kadri muda unavyokwenda inakupa majibu kuwa yes, tunaweza tukaaminiana nao kwenye hili swala, au tukatimiza kupitia hawa, kwa sababu wameonyesha uaminifu wao, wameonyesha kutulia kwa hili. Kwa sababu Irani azungumze nao vipi? Kwa sababu kaisha zungumza nao, walizungumza JCPOA mwaka 2015, wakazungumza mambo mengi, wakakubaliana vitu vingi vizuri, hakuna walichokitimiza.